Hii Qur'an ambayo kwamba tumeteremshwa sisi, hii Qur'an ambayo kwamba tuko nayo ndani ya misikiti na katika majumba zetu na sehemu nyingineo, Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii Qur'an kwa malengo gani? Hili ni swali ambalo kwamba tunafaa kujiuliza. Jawabu ni kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ameiteremsha Qur'an kwa malengo mengi tofauti. Kuna malengo tofauti kwa nini hii Qur'an imeteremshwa. Haijateremshwa kusomwa peke yake, la, kuna malengo kadha wa kadha kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha hii Qur'an. Lengo la kwanza ni kusoma hiyo Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kitabu chake kwetu sisi, kwa umma huu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kusoma. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale wanaosoma Qur'an, innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Wale ambao kwamba wanasoma kitabu cha Allah wakasimamisha swala, wakawa ni wenye kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu kama hawa wawe na matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa biashara yao haina hasara, bimaana ni faida yenye kuendelea. Kwa hivyo ili mtu aingie katika biashara ambayo kwamba haina hasara, miongoni mwa mambo ambayo kwamba anafaa kuyafanya katika maisha yake ni haya mambo matatu. Jambo la kwanza, kuisoma hiyo Qur'an, innal ladhina yatluna kitab Allah, kisha wakasimamisha sala wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, wakawa ni wenye kutoa kwa siri na kwa dhahiri, yarjuna tijaratan lan tabur. Na malipo kwa anayesoma Qur'an ni kuwa kila herufi anayesoma anaandikiwa thawabu 10.